Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu inawaletea huyu ndiye Samia Suluhu Hassan. Ni siku ya tatu ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Mwanza. Lakini kulikuwa na ulinzi mwingine ambao ni dawa. Hizi dawa ziliwekwa kwenye pembe za wanyama mbalimbali kwa ajili ya kulinda familia. Baada ya uzinduzi wa daraja la kihistoria la JPM Magufuli tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, pamoja na uzinduzi wa mradi wa maji Butimba tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025, hapa ni tamasha la kiutamaduni la Bulabo. Tumkaribishe Chifu Hangaya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kituo hiki cha Bujora kilianzishwa na wamishonari wa kanisa Katoliki mwaka 1950 na kuzinduliwa rasmi mwaka 1972 na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ili kuhifadhi utamaduni wa kabila la Wasukuma, ikiwa ni hatua muhimu ya kulinda na kuhifadhi utamaduni wetu. Ndiyo, tamasha la Bulabo ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi na kulinda utamaduni wetu kupitia kituo cha maonesho na uhifadhi wa mila za Kisukuma kilichopo eneo la Bujora, Kisesa, Mwanza. Tamasha hili ni muhimu kwa ustawi wa jamii, likiwa ni jukwaa muhimu la kuelimisha na kurithisha utamaduni, mila na desturi zinazofaa kwa Watanzania. Wengine wamekumbwa na desturi za nchi za nje. Sasa ujumbe wangu kwa vijana, hivi tunavyokutana hivi sisi Wasukuma, inatakiwa waangalie, waone jinsi Wasukuma tunavyoenda, wasiige hizo tamaduni za watu wengine ambazo hazieleweki. Natakiwa wafuate mila za Kisukuma ambazo zinaeleweka. Zinaturudisha sisi pia vijana katika maadili mema. Ningependekeza kwa serikali tamaduni hizi zifanyike mara kwa mara ili vijana tuweze kujijenga katika maadili yaliyo sahihi. Kulingana na utamaduni na teknolojia sasa hivi imekuwa kubwa. Kwa hiyo tumejikuta vijana tunajiingiza kwenye mambo ambayo yasiyofaa ya kuiga. Kwa hiyo ningependekeza kwa Samia Suluhu alifanya jambo hili liwe la mara kwa mara ili tuweze kujifunza vizuri, tujifunze mengine mengi katika jamii yetu. Kwa kuthamini utamaduni wa Tanzania, mila na desturi zinazowafaa wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alisimikwa kuwa chifu mkuu. Na hapo ndipo tulipompata Chifu Hangaya mwaka 2021. Chifu Hangaya maana yake ni nyota angavu ya asubuhi yenye matumaini. Ama kwa hakika Mheshimiwa Rais Samia ni nyota inayoiangazia Tanzania kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Nyota yake inang'aa katika umahiri wake wa kuliongoza taifa la Tanzania kupitia falsafa ya kazi iendelee, falsafa ya R4 na falsafa ya kazi na utu. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni tumaini la Watanzania. Mimi ndio niliyemvisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu, ndiye niliyemvisha nguo za kimila za kichifu na kutoa baraka. Mimi nampa pongezi kwa sababu amekubali na kuupokea uchifu, na tukampa uchifu mkuu Tanzania tukiwa na machifu wenzangu wote. Kwa hiyo ujumbe wangu tumemsimika, na mimi unayenihoji ndiye niliyemfunga nguo za kichifu au za kitemi. Mheshimiwa, nilivyovaa ndivyo nilivyokuwa nilimfunga, pamoja na shanga nilimwekea, naona nilimvisha shingoni. Pia tukamfunga ngozi ya chui,
tukampa ishara ya ushujaa, mkuki, na Kisukuma naita lunguda, Kiswahili kidogo imenitoka, naweza kaita ngao. Naona kwa hiyo ujumbe sisi tunampongeza na anaendelea, anatupenda machifu kwa sababu anajua utamaduni, anajua mila na desturi manake ni nini. Kwa hiyo mimi nampongeza Mheshimiwa Rais Chifu Mkuu Hangaya, na kila mwaka tunakutana katika eneo hili la Bujola kwa ajili ya kuenzi na kuendeleza mila na tamaduni za Mwafrika kwa kabila la Kisukuma, lakini pia tunajumlisha makabila yote. Ni muhimu kwa Watanzania kudumisha mila na desturi ili kuendeleza historia ya Tanzania na tamaduni zake, hususan katika nyakati hizi ambazo dunia imekumbwa na changamoto ya utandawazi. Tanzania ukienda mahali popote, utamaduni wa hii nchi, Tanzania yoyote unapokuwa mahali popote Tanzania, unajisikia unakuwa huko nyumbani, unakuwa huko uhuru, unakuwa na furaha, unakutana na watu ambao wana upendo wao kwa wao. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ya kuigwa kwa utamaduni tu huu wa upendo ambao sisi wa Tanzania tunao kuliko karibu nchi. Hata ukiangalia mataifa mengine hata ukitoka katika nchi zingine ukienda nchi za jirani, utakutana na vitu ambavyo vina masharti. Watu wana ukabila, watu hawana undugu, watu hana upendo. Lakini Tanzania ukienda mahali popote, kwanza mila zake ni kama vile tumerithishwa kitu ambacho ni tunu kwetu Tanzania. Tamasha hili linatukumbusha utamaduni wa zamani, mila yetu na maisha yetu ya babu zetu, kwa sababu yalikuwa yamepotea. Kwa hiyo tunafurahia sana utamaduni huu na kutambua sisi machifu kama viongozi wa zamani. Ni washauri tu waangalie mila za zamani, kwa sababu sisi ndio waasisi wa nchi hii. Nchi yote ikipoteza utamaduni inakuwa sio taifa zuri. Tukumbuke asili zetu na tulikotoka. Mkataa kwao ni mtumwa. Kwa hiyo tuenzi vya kwetu. Vya kwetu ni vizuri na vya kale pia ni dhahabu. Tusivipuze. Tamaduni za kigeni zipo za kuiga, lakini zipo ambazo sio za kuiga. Zinatupotezea mila zetu na desturi zetu na maadili yetu kwa ujumla. Na hapa unaweza kushuhudia sehemu ndogo tu ya urithi wa utamaduni wetu. Hakika hizi ni ngoma zetu, ni urithi wetu. Hivi unazifahamu ngoma zetu wewe? Unafahamu Lizombe, Madogoli, Mganda na Mdundiko? Je, unafahamu kuwa tuna Mbasa, Ngokwe, Njuga, Sindimba, Msewe na Bugobogobo? Na je, wafahamu pia tuna Litungu, Kibati, Mkurungu, Baikoko, Lingu Njuma, Msolopa, Denga, Mbina na Kinyamkera? Hapa nimekudondolea chache tu, na huu ndio urithi wa ngoma za Tanzania. Ni kwa misingi hiyo, malengo ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni kufanya utafiti wa urithi wa utamaduni pamoja na kuandaa atlasi ya lugha za jamii na atlasi ya tamaduni mbalimbali za makabila ya Tanzania, kuhuisha sera ya utamaduni ya mwaka 1997, kuratibu uandaaji wa mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili nchini, kuratibu matamasha ya utamaduni pamoja na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili
kitaifa na kimataifa. Tanzania ndio nchi pekee yenye uanuwai mkubwa na tofauti kubwa ya utamaduni na lugha kuliko nchi nyingine yoyote ya Afrika. Lakini ndio nchi yenye mshikamano na umoja mkubwa kuliko nchi yoyote ya Afrika. Sisi ndio nchi yenye makundi yafuatayo ya lugha, yaani Wabantu, Waniloti, Wakushitiki, na katika kundi hili zimo lugha za Kiafro-Aziatiki na lugha za Kikhoisan. Aidha, kutokana na kuwa na Watanzania wenye asili ya mabara mengine waliokuja karne nyingi zilizopita, wapo Watanzania wanaozungumza lugha ya Kigujarati, Kihindi, Kipunjabi na Kiurdu. Pamoja na uhalisia huu, Tanzania leo ni taifa moja lenye mshikamano na umoja mkubwa kuliko mataifa mengine ya Afrika. Na tuko pia, Mheshimiwa Rais, katika utafiti wa kuhakikisha kwamba tunaorodhesha lugha hizi kama ndio urithi wa Tanzania kwa dunia. Utamaduni wetu ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni, serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi pamoja na maadili ya Mtanzania. Akihutubia katika tamasha la Bulabo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kudumisha mila na desturi zetu nzuri kwa ajili ya kutunza Utanzania wetu. Rais Dr. Samia alibainisha kuwa utamaduni wetu ndiyo mtima wa nchi. Hakuna taifa linaloweza kujitambulisha kwa utamaduni wa nchi nyingine. Katika kutunza utamaduni wetu ni sehemu muhimu ya kulinda maadili ya nchi yetu. Utamaduni hubeba na hurithisha imani, tabia na maadili yanayofaa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Maadili kama heshima, uwajibikaji, uaminifu na mshikamano hujengwa na kuimarishwa kupitia mila, desturi na taratibu za kiutamaduni za eneo husika. Katika karne ya sasa ambako dunia inashuhudia kasi kubwa sana ya mabadiliko ya kiteknolojia, kiuchumi na kijamii, utamaduni ndio unabaki kuwa utambulisho wetu. Utambulisho huu utatusaidia kujua sisi ni nani, tunatoka wapi na tunataka nini. Tanzania ni taifa pekee katika Afrika Mashariki na Kati lililofanikiwa kwa kiasi kikubwa kuhimili misukosuko inayotokana na tamaduni za kigeni kwa kudumisha utamaduni wake. Tanzania imefanikiwa kudumisha misingi ya umoja, mshikamano, upendo, amani na utangamano wa kitaifa bila kujali wingi wa jamii tulizonazo. Kuenzi utamaduni wetu ni muhimu sana katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, ambapo katika ulimwengu wa sasa kuna shinikizo kubwa la kuiga tamaduni ngeni ambazo haziendani na maisha na maadili ya Mtanzania na hatimaye kuvuruga amani na utulivu wa jamii yetu. Kwa hiyo tujitahidini sana kulinda utamaduni wetu ili tuweze kuendeleza na kurithisha maadili mema ya vizazi vijavyo au kwa vizazi vijavyo. Nimefurahi kuwa sambamba na tamasha hili, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeweza kuendesha mafunzo kuhusu maadili na utunzaji wa tamaduni. Hili ni jambo jema sana. Lakini pamoja na hayo, sina budi kusisitiza kuwa jukumu la kulinda maadili ni la Watanzania wote. Hivyo tushiriki kikamilifu kulinda maadili kwa ustawi wa jamii yetu. Sekta ya utamaduni na majukumu ya kulinda, kuhifadhi na kuendeleza urithi wa utamaduni wa taifa, lugha, mila, desturi, historia na maadili ya taifa na utambulisho wa taifa. Kuhimiza watoto na vijana ambao ndio hazina ya taifa la leo na kesho, pamoja na kupenda utamaduni wao na kujenga ari ya umoja na mshikamano. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, taifa lisilokuwa na utamaduni wake ni taifa mfu. Kwa kulitambua hilo, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inayaenzi maneno ya baba wa taifa kwa kudumisha mila na desturi kama inavyofanyika katika tamasha hili la utamaduni hapa Bujora. Sasa ninayo heshima ya kutamka kwamba tamasha la utamaduni la Bulabo la mwaka 2025 sasa limefunguliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Na huyu ndiye Samia Suluhu Hassan, mdau wa utamaduni wa Tanzania, mdau wa Kiswahili, mtu anayedumisha mila
desturi na utamaduni wa Mtanzania unaojali kazi na utu. Kazi iendelee.